Somo letu la leo linaitwa kuondoka kwenye nyumba ya utumwa. Tunaposema nyumba ya utumwa, ni nyumba ambayo kazi yake ni kutunza watumwa. Ukiingia kwenye nyumba ile, utawakuta walio huru, utawakuta wanaofurahia, na kila atokaye kwenye nyumba ile utakapomuuliza tu nikurudishe, utasikia sitaki. Je, tukuombee urudi? Sitaki. Umeipenda ulichokuwa unakula? Sitaki. Na nani aliye kuchukua zile akasema ni fulani ambaye tunafurahia sana mpenda na ningependa tu ni mahagi sasa hivi? Utasikia hivi. Shida ni nini? Ni kwa sababu nyumba ile kila anayeingia uingia kwa shida, na akitoka hataki kurudi tena. Biblia tutakapoanza kuisoma utaona kuna baadhi ya maeneo hayo ni maeneo yale yanaitwa nyumba za utumwa. Biblia inasema kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 12, Torati 6:12, ndipo ujifunze, asema usimsahau Bwana aliyekutoa nchi ya Misri, nyumba ya utumwa. Kumbe nchi yaweza kuwa pia nyumba, mikoa yake zikawa sebule na vyumba, alafu mle ndani wanakaa watu waliofungwa. Gereza lina kuta zake, na ndani ya kuta za ndani wanaishi watu wanaoishi ndani ni wa aina mbili, ni wafungwa na wasimamizi wa wafungwa. Na nikasema shetani anachofanya yeye, huwa anakuhukumu miaka miwili, na anaweza kukufanya ujue ni miaka miwili, ila miaka miwili haishagi. Na ndio maana wakati mwingine kuna mtu yuko hapa alipokea unabii kwenye crusade fulani, au alimtembelea nabii mmoja akamwambia na kuona unafunguliwa, ila hata hapa alipokuja ana kifungo hicho bado. Na kuna mwingine aliota akiwa mzima, alipoamka akawa sio mzima, ila baada anaisubiri ile hali aliyoiota. Na kuna mwingine tu sio kwamba tu ni mnabii, hata mchungaji wako tu alikwambia na kuona kuanzia leo ushakuwa huru, na ukaondoka umeshika neno hilo ukasema tu kwa kuwa ameshasema imeshakuwa. Na ndio maana kuna baadhi ya nyimbo zikiimbwa huwa zinawamasaji watu waendelee kukaa kwenye vifungo. When God say yes, nobody can say no. Kuna watu wamesubiri kusema no, tena kwa herufi kubwa. Unaposema Mungu anaposema ndio, hakuna mtu wa kusema hapana. Wapo, na sio tu kusema hapana tu, ni hapana alafu anaibold kabisa na anaweka size kubwa. Ukisema tu kwamba Mungu aliposema wacha nisubiri tu, kuna baadhi ya mambo ya kufanya. Ndio maana Biblia imejaa silaha za vita. Kama Mungu angekuwa anasema ndio alafu inakuwa moja kwa moja, asingetuambia twaeni silaha zote za Mungu ili mpate kushindana siku ya uovu. Maana ni kwamba asiyeshindana siku ya uovu wenzake watakuwa wanakula, yeye anaangalia tu, ingawa neno la Bwana lilishasema. Kwa nini Biblia inasema kabisa kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme? Je, Mungu si upo? Nipo ili kusudi niangalie mtanange ule na niamue ushindi mimi mwenyewe. Ila asiyepigana anabaki pale pale ameshika unabii na picha ya nabii. Angalia mwenzao, mwambie kuna mambo ya kufanya ukishatabiriwa. Kuna mambo ya kufanya, mwambie kuna mambo ya kufanya ukishapokea ahadi ya Bwana. Na ndio maana Mungu aliwaambia Israeli, baada ya miaka 400 nitawatoa kwa mali nyingi. Ilipofika 400, when God say yes, there is Pharaoh to say no. 400 ilipofika, wakafua nguo, wakazipasi, wakazipanga kwenye mabegi yao. Zamani kulikuwa na sanduku, siku hizi na mabegi. Wakaanza kupanga kwenye mabegi yao. Baadaye wakafua na viatu, wakavianika vikakauka. Wanaambiana kabisa kwamba bado siku 7 ikamilike miaka 400 tuondoke. Usiishie kwenye kuhesabu. Hesabu huku ukiwa unapigana. Usiishie tu kwamba tu huu ni mwezi wa 8, mwezi wa 9 najifungua. Je, hawapo watu ambao walifikisha 9 wakapitiliza? Si wapo? Hiyo ikufundisha kabisa kwamba watu hawajifungui eti kwa sababu ni miezi 9. Hapana. Watu wanajifungua kama wameshinda mambo yanayoweza kuwazuia kujifungua. Kama unadhani ni miezi 9 inayo determine delivery ya mtoto, sio kweli. Miezi 9 ni factor moja. Kuna kitu kingine. Je, umemshinda anayemlaza mtoto mle ndani? Atafikisha miezi 9 unaenda kuambia hajageuka. Ageuke kwa sababu miezi tu imefika. Anageuka kwa sababu amewekewa utayari ndani. Akiwekewa usingizi anabaki. Kuna mtu ananisikia? Kuna mtu ananielewa? Kuingoja ya ahadi ya Bwana ni sawa, ila uingoje huku ukiomba. By the way, ngoja nikwambie mchungaji anachoweza kukufanyia na kikakutia kwenye matatizo ni kukuexpose kwa shetani kwamba unahitaji kufanikiwa. Akishasema tu namuona Peter akiwa mpiga drums mashuhuri sana, kuanzia siku ile unapofanya mazoezi ya kupiga drums huku ukiwa unaomba, na kataa yeyote ambaye ananiona ili anizuie, na mtia upofu. Hebu sema kwa jina la Yesu, naondoka kwenye nyumba ya utumwa. Ninabomoa ukuta, nabomoa geti lao,
naondoka kwa jina la Yesu. Kutoka sura ya 20, kutoka 20 mstari wa 2. Biblia inasema hivi, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Anarudia tena, kama amekutoa katika nchi, ila nchi hiyo ni nyumba ya utumwa. Kumbe inaweza kufika wakati mtu kwenye hali aliyopo ikawa ni nyumba ila ya utumwa. Mnakumbuka mliosoma historia kuhusu biashara ya utumwa. Nielezee kidogo. Kwenye biashara ya utumwa walikuwa wazoi kila mtu, walikuwa wachukui kila mtu. Mchukua watumwa au mfanyabiashara wa utumwa alikuwa anachagua, anapita kwenye kijiji, anaangalia maskula, anaangalia wale ambao wana nguvu, anaangalia wale waliopanda juu sana, anamwangalia mtu ambaye hata akienda kwenye mashamba ya Marekani atalima hasa, sio tu kembamba kana nguvu kadhaifu. Walikuwa wanachagua kwa kupika kabisa, anaangalia tu, wewe endelea tu na shughuli zako, wewe njoo. Kwa hiyo tusikie ondoka wewe. Ila likija mtu lina nguvu, lina mikono sawa, miguu iko sawa na sauti iko sawa, ambia yes, mtu kama huyu ndo tunayemtaka. Ndio maana mpaka leo shetani upambana na alichokiona kizuri ndani ya mtu. Ni kwa sababu gani? Shetani ufanya biashara ya utumwa. Biblia inasema kitabu cha Ufunuo kwamba nao wafanya biashara wa nchi walia na kuomboleza, kwa sababu hakuna mtu anayenunua bidhaa zao tena. Zikianza kusema utasikia mdalasini, unajua ni dukani. Utasikia chumvi, utasikia sukari. Ila mwisho kule anasema miili na roho za watu. Miili na roho za watu. Miili na nini? Na roho za watu zinakuwa traded. Zinauzwa. Miili huuzwa. Nafsi za watu huuzwa. Nafsi ya mtu inauzwa. Nia inaweza kuuzwa. Utashi unaweza kuuzwa. Ukashangaa mtu tu yana msukumo uliokuwa kwako. Haleluya. Hebu sema katika jina la Yesu, naondoka kwenye nyumba ya utumwa kwa jina la Yesu. Je, nauliza, je, mtumwa akiamua kwenda kwao anaweza? Unijibu. Je, mtumwa akitaka kula mshikaki anaweza? Je, mtumwa akisema leo sitaki navaa suti anaweza? Je, mtumwa akitaka kuendesha gari anaweza? Je, mtumwa akitaka ale vizuri siku moja, nauliza, anaweza? Mtumwa akiamua bwana kesho naingia Kariakoo hapo, je, anaweza? Mtumwa akitaka kusafiri anaweza? Kipi kinamfanya asiweze? Kwa sababu kuna msimamizi anaye control uhuru wake. Ndio maana Biblia inasema hivi, utakapokuwa umetoka katika nchi ya Misri ukaingia kwenye nchi ambayo Bwana amekuahidi kwamba atakupa, nchi inayotiririka asali na maziwa, the first sign kuonesha kwamba you are free ni kwamba ukitaka kula nyama waweza kula nyama. Biblia inasema hivyo. Muulize mwenzako, ukitaka kula nyama leo waweza kula nyama? Au tunaingilia mambo ya familia yako? Kama tu daktari hajakuzuia, ukiamua unaweza kula chochote. Na ndio maana tu unapokaa hivi usikae ukalala. Ufahamu kabisa kwamba ninachoongea kinahusu aliyekaa. Kwamba kuna baadhi ya mambo ukitaka kuyafanya hayako ndani ya uwezo wako kuyafanya. Ni kwa sababu gani? Kwenye eneo hilo ndio utumwa ulipo. Sababu mtumwa hachagui muda wa kulala. Mtumwa, mateka na mfungwa lao moja. Na kuna mwingine ana combination ya vyote. Ni kwamba ametekwa, akasingiziwa, akahukumiwa, akafungwa, alafu kwenye ufungwa ule akauzwa utumwani. Mmoja wapo ni nani? Yusufu. Yusufu ndugu zake wakamteka kwanza, wakampeleka, wakamuuza sehemu ya kwanza. Sehemu ya kwanza wakamuuza sehemu ya pili, alafu baadaye akawa mtumwa kwenye nyumba ya Potifa. Akasingiziwa, mfungwa. Kwa yeye ni mfungwa, mtumwa, mateka. Yaani hata ukimwambia hivi, kuanzia leo umeruhusiwa kwenda nyumbani kwako, ana kesi na msubiri, haijahukumiwa. Hata akisema tu kwamba okay, kesi imeisha, huyu ni mateka, inabidi apate mtu wa kumsaidia kutoka kwenye nchi ya Misri kwenda mpaka nchi ya ahadi. Hebu sema katika jina la Yesu, ule umateka, ule utumwa na ule ufungwa na uondoa ndani yangu
kuanzia leo lolote nalotaka kulifanya litafanyika kwa jina la Yesu, na hakuna anayeweza kunizuia katika jina la Yesu. Mtu mmoja mpe Bwana makofi ya shangwe. Glory! Niruhusu nipige hatua tena kidogo. Mika sura ya 6 mstari wa 4. Kitabu cha Mika sura ya 6 mstari wa 4. Biblia inasema hivi: kwa maana nalikupandisha kutoka nchi ya Misri na kukukomboa utoke katika nyumba ya utumwa. Nami naliwapeleka Musa na Haruni na Miriam watangulie mbele yako. Ndio maana ukuta tunamwombea mtu, alafu tunasema hivi, namtuma malaika atangulie mbele yako. Maana yake ni kwamba yeye aliye utumwani, nje kule mambo yanabadilika. Mtu aliye Keko tangu mwaka 2000 mpaka leo akija kurudi lazima umshike mkono njia kumleta Tegeta. Akipita pale tu Ubungo atakuta kutu kuna barabara nyingine ziko juu. Ajiuliza, na huku ni wapi? Ukimwambia tu ana si kuna nini, anaona mwendo kasi zinapita. Kuna asema hii ni nini? Hii haya matreni ni nini? Kuna magari marefu sana hizi, maroli au nini? Hajui kitu. Biblia inasema hivi, walipowatoa katika nchi ya utumwa walihitaji mtu wa kuwasindikiza. Ndio anaitwa Musa, Haruni na nani? Na Miriam. Bahati nzuri leo Musa yupo, Haruni yupo, Miriam yupo. Kwa hiyo tuna uhakika wa mtu kutoka utumwani. Na mtuma malaika kwenye giza ulilopo, na mtuma malaika kwenye poli ulilopo, na mtuma malaika kwenye chupa iliyokushikilia, na mtuma malaika kwenye dari waliko kuficha, na mtuma malaika kwenye uvungu wa kitanda ulikofichwa, na mtuma malaika kwenye nyuma ya mlango ulikofichwa, malaika shambani, malaika dukani, malaika chumbani, malaika ofisini, malaika njia panda, malaika chini ya magari, malaika njia panda, malaika stendi, malaika bungeni, malaika Ikulu, na mtuma malaika mashambani, na mtuma malaika Chasimba na Madale na Bunju na Mabwepande na Mbweni, katika jina la Yesu. Amchukue mtu ambaye tunamhitaji asubuhi ya leo na aje kwa kukimbia katika jina la Yesu. Mtu mmoja anatoka kwenye nyumba ya utumwa asubuhi ya leo. Nilisema hivi, mfungwa yeyote jambo zuri unaweza kumtendea ni yeye kumruhusu aende nyumbani. Lakini pia mipango ya mfungwa akiwa gerezani huwa sio kilimo, huwa sio biashara, huwa sio safari, na wala apangi kuoa. Anapanga mawili, nitokeje humu ndani basi. Ina maana kwamba ukijikuta na limitation ya ideas ni dalili pia kwamba uko kifungoni, kwamba huna mipango yoyote. Huwezi panga biashara, huwezi panga mahusiano. Umeumuli unaenda kuoa utaki, ni kwa sababu gani? Kinachotokea kwenye maisha yako, una mipango miwili tu, utoroke au uchimbe gereza uondoke. Ila asubuhi ya leo unaondoka ukiwa na idea zingine, kwa sababu anayetoka tu gerezani anakutana na idea zingine. Hallelujah. Ndio maana wakati mwingine mtu unamuuliza, una mpango gani kuhusu maisha yako? Unaoa lini? Najipanga. Okay, unataka ufanye biashara gani? Mtu kwa mfano akikupa 300,000 leo. Okay, sina mpango. Okay, ungependa kusoma kujiendeleza? Ni kwa sababu gani? Yeye anatakiwa muulize tu, unatoka lini basi. Na ndio maana somo letu la leo ni kuondoka kwenye nyumba ya utumwa. Ili nini? Ili mipango ya biashara ianze. Ili nini? Mipango ya ndoa ianze. Ili nini? Mipango ya safari ianze. Ili nini? Mipango ya shule ianze. Huwezi kulima ukiwa gerezani, huwezi kuoa gerezani. Utaoa nani? Unaoa mfungwa mwenzako? Mko jinsia moja, unamtoa wapi? Unamtoa mfungwa, unamtoa wapi wa kumuoa? Okay, utalima wapi? Unalima selo. Utafanya biashara gani? Mfungwa anauza nini? Anauza nini? Okay, mfungwa anasafiri kwenda wapi? Nani ananielewa?
mambo magumu kwenye maisha yako ni kwa sababu ya ufungwa. Ondoka kwenye nyumba ya utumwa asubuhi ya leo, na unaamua mwenyewe kuanzia leo, sikai tena nyumba ya utumwa. Nataka nianze kufanya mambo ambayo yalinishinda hapo zamani. Haleluya! Musa akamwambia Farao, tunataka tuondoke hapa Misri, twende angalau jangwani tukamwabudu Mungu kule, kwa sababu tukiwa hapa kwenye nchi yako hata uwepo haupo, hata wepesi haupo. Hatuwezi kuimba nyimbo za Sayuni kwenye nyumba ya utumwa, hatuwezi kumwabudu Bwana tukiwa Babeli. Tunataka tuondoke kwanza kwenye nyumba hii ya utumwa. Anasema Bwana, sisi tunataka tumwabudu Mungu aliye utumwani, hawezi kuabudu. Ukiimba tu msifu Bwana, sifu Bwana daima, moyo wangu, moyo haupo, akili haipo, mawazo hayapo. Yeye yuko hapa tu ile housing ya simu. Kama unajua zile housing zamani, wakati simu zinaingia zile vidogo vidogo, kilikuwa kisimu kikibomoka nje, unatafuta housing nyingine, unachukua utumbo wa ndani unapachika kwenye Philips nyingine, Haleluya! Hebu sema njoo. Ukirudi tu wewe mwenyewe utatushangaza. Kumbe unajua kuimba bwana. Kumbe unapendeza hata usoni. Kumbe unaongea vizuri. Kumbe una akili darasani. Kumbe unaoleka bwana. Kumbe unaweza kuoa. Kumbe wewe ni mfanyabiashara. Kumbe naona safiri. Kumbe una mipango. Ila mipango haiji kwa mtu aliye kwenye gereza, haiji kwa mtu mwenye nyumba ya kufungwa mpaka mtu atoke. Lolote ambalo tunaweza kumfanyia aliyefungwa ni kumtoa kwanza gerezani. Ninaamuru asubuhi ya leo mtu aondoke kwenye gereza alilowekwa katika jina la Yesu. Sema nakimbia. That's the best you can do. Kwa mfungwa ni kumuondoa kwanza gerezani. Nisikilize, ukienda kwenye gereza lolote ukaomba mfungwa mmoja, tuseme kama Tundu Lissu, ambia njoo hapa tuongee, afu kaanza kumpa mipango, sikiliza, nina idea tuanze kuchimba madini. Anakuambia unaongea mambo gani? Sema sikiliza, nina shamba moja Kerege nataka tukalilime. Hakuelewi. Afu anambia sikiliza, kuna issue fulani nataka tuanze kuvua. Hakuelewi. Jambo la kwanza nataka kukwambia, sikiliza, kama unaweza nitoe hapa kwanza, nitoe hapa na mimi nikuoneshe baadhi ya mambo. Wale Waisraeli wakasema, Farao, turuhusu kwanza, tunataka tumwabudu Mungu wetu, maana hapa vinanda vilii, makofi hayapo, vigelegele hamna, shangwe hamna, kwa sababu hii nyumba ni nyumba ya utumwa. Ila tukiondoka hapa tutaimba, tutasifu, tutaabudu, tutagalagala, tutamsifu Bwana, tutamwabudu. Hey! Lakini nifikapo kwake uko mbinguni, nataka kumwona Mwokozi kwanza. Priority ya yote aliyeokoka amuone Bwana. Priority ya yote aliye kwenye kifungo ni atoke kwanza kifungoni. Ninaagiza katika jina la Yesu, yeyote ambaye mambo yamekuwa magumu kwenye maisha yake, amejaribu imeshindikana, amepiga hatua amerudi nyuma, amejaribu imekataa, leo unatoka kwenye nyumba ya utumwa kwa jina. Hallelujah. Najaribu kukuonesha ni kwa nini ukijaribu inashindikana. Inashindikana kwa sababu eneo aliruhusu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Zaburi kwamba kando ya mito ya Babeli ndipo tulipoketi. Si ndio? Alafu anasema tukalia tulikoikumbuka Sayuni. Anasema katika miti iliyo kando kando ya maji tulivitundika vinubi vyetu, maana waliotuchukua mateka walitaka tuwaimbie.
Na sisi tukawa tunajiuliza, tuimbeje nyimbo za Sayuni katika nchi ya Babeli? Twawezaje? Anasema, Sayuni nikikusahau na Yerusalemu, basi mkono wangu wa kuume na usiwepo. Anajaribu kusema nini? Anasema wimbo wa Bwana hauimbwagi utumwani. Wimbo wa Bwana hauimbwi gerezani. Anayetaka kumwimbia Bwana, kazi yake ya kwanza aondoke kwenye utumwa, aondoke kwenye mateka, aondoke kwenye bondages, aondoke kwenye afflictions, aondoke kwenye kuinama na kuteswa. Ninaagiza katika jina la Yesu, wote ambao mnataka kumwimbia Bwana, toka kwenye nyumba ya utumwa kwa jina la Yesu. Toka kwenye nyumba ya utumwa kwa jina la Yesu. Toka kwenye nyumba ya utumwa kwa jina la Yesu. Utumwa ukiisha unaolewa. Utumwa ukiisha unazaa. Utumwa ukiisha unasafiri. Utumwa ukiisha unajenga nyumba. Sijawahi kumwona mtu yuko gerezani na mambo yake kule nje anaenda. Sijawahi kuona mtu yuko gerezani eti baada analima shamba sehemu, lazima atakuwa sehemu moja, ila akitoka analima, akitoka anajenga, akitoka na safiri, akitoka anapata. Tumpe Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Shandolo la makaraba heraba sakapa iraba shinama likaporaba landulu na mashiba. Kaa kidogo. Nioneshe mtu ambaye amefungwa keko na kule Bunju anakoishi mambo yanaendelea vizuri. Nioneshe mtu wa hivyo kama yupo. Nioneshe kama yupo mtu ambaye anakaa Segerea, alihukumiwa miaka 30, sasa hivi ameshararua 17 na gorofa linapanda. Nioneshe mtu wa hivyo. Hayupo. Kwa nini hayupo? Ni kwa sababu wapo utumwani, mambo yamekwama. Kwa kadri ambavyo unaendelea kukaa kwenye nyumba ya utumwa, nyumbani mambo yanaharibika. Unaweza kuja kufunguliwa, walishagauza kila kitu na mke wako ameolewa, na watoto walishabadilisha majina. Mama yao amewaambia kwamba baba wako alifariki. Haleluya. Weka mkono wako na mnaisema, naondoka leo. Sihitaji ruhusa yao, nahitaji sauti ya Bwana tu. Sihitaji ruhusa yao, nahitaji utayari wangu tu ndani yangu. Na tukianza kuomba, uombe sio kama aliyefungwa, omba kama anayeondoka. Ndio muelewe Bwana aliposema. Mungu alisema hivi, siku ile ya kuondoka, hata chakula chenyewe msikae. Alisema mbuzi huyu, ondo huyu ataliwa na mtu aliyesimama. Yaani unakula huku umesimama. Na amesema kwa nini umesimama? Tayari kwa kuondoka. Kwa sababu ukishiba nyama utalala, watakuacha. Ndio maana yani aliyekaa karibu yake msaidie, kwa sababu unamuona wakati mwingine network inaondoka, wakati mwingine inarudi, yupo alafu baadaye hayupo, mpaka umshtue sana. Mwambie kabisa, kondoa leo analiwa na mtu akiwa amesimama, anajua kabisa kwamba muda wote tunaweza kuondoka. Ili tukisema tuondoke, hautaki anza kuangalia mto wangu uko wapi, sijui kabati liko wapi, sijui shamba liko wapi. Muda wa kuondoka, mabegi umeyafunga kabisa na kila kitu unacho. Raba kapajifunge utayari utupatao kwa injili ya amani. Wazembe mtabaki. Angalieni, kuondoka kwa Farao ni kwa walio tayari. Na ukichunguza Biblia, inawezekana ambao hawakusimama walibaki. Siku moja Petro akiwa gerezani, kanisa likamwomba Mungu kwa ajili yake. Ila ajabu kuliko yote, kanisa linaomba, anayetakiwa kuondoka gerezani kavua na viatu viko hapo, kafungua na mkanda kaweka kule. Sijajua kama na suruali alikuwa nayo au hakuwa nayo, kwa sababu yeye anasema hivi, malaika alipofika tu akamwambia hivi, jifunge mshipi wako, vaa viatu.
Mwangalie mwenzako, mpe high five, mwambie unachelewesha malaika wewe. Malaika ana kazi nyingine. Hapa amekuja tu ili kusudi akwambie uondoke. Akija akukute viatu umevaa tayari, akukute soksi zimo na mshipi umefunga tayari, umechomekea. Unasema namsubiri tu huku nikiwa naomba. Mwenye utayari anamsubiri Bwana huku anaomba. Rabashandunama lindunama hakaraba yirabashandu lindunama karaba shababababa. Yeah, unakuwa uko tayari. Ndugu yangu, malaika aanze kuelekeza kufunga kamba za viatu. Eti vaa suruali, maana umevaa umeigeuza, zipu iko huko, vaa tena. Je, uko tayari? Je, wachungaji mko tayari? Je, majeshi ya Bwana mko tayari? Nionyeshe kama uko tayari. Una nini mkononi mwako? Irabashandu na mama. Tunaondoka asubuhi ya leo. Kwa walio tayari tu. Kwa sababu unaweza ukadokezwa, si ndio? Kwamba kuondoka ni saa 7. Ukishajua ni saa 7, unaanza kujiweka tayari sasa. So tunaondoka kabisa. Mtu anakuambia kabisa, aise nikutume dukani. Mtume nani dukani? Sasa hivi ndio kuondoka huu. Unataka niende dukani nikute mpo. Muda wa kuondoka usiuchanganye na vitu vingine. Naongea na mwenyeji, naongea na mgeni pia. Tangazo limetoka. Leo tunaondoka kwenye nyumba ya utumwa. Wanaondoka wageni, wanaondoka wenyeji, wanaondoka wasomi, wanaondoka wasiosoma, wanaondoka warefu na wafupi pia, wanaondoka wenye huzuni na wenye furaha pia. Ila habari njema kwa mfungwa yeyote ni ukimwambia kesho tunaondoka. Erabashakapa. Yes. Kwa mtu yeyote ambaye akuzaliwa Dar es Salaam anaweza kuwa shahidi. Siku uliyoambiwa unaenda Dar, siku uliyoambiwa kesho unaenda Dar, maana uliambiwa hivi: Dar hamna tope, Dar hela za kuokota, Dar maisha mazuri, Dar kila mtu ana gari na ukitaka unaweza kuokota, Dar yani maisha safi. Muulize mwenzako, ulishafika Dar? Alipofika Dar sasa alipofika Dar mpaka leo aamini macho yake kwamba yuko Dar bwana. Sema we, uko ndo Dar? Mwambia yes, uko ndo Dar. Huku mpaka tukatoa neno la kushangaa. Da ikawa da. Lakini siku uliyoambiwa kesho unaenda Dar, maana umeota basi nimekuacha, maana umeota si umepitiliza. Wakati mwingine unaota tu kutokea Kakonko, umesafiri umefika sijui hapa nani hapa Kaliua, mambo yameharibika. Ndoto za ajabu ajabu tu ili tu usiende. Ndoto za ajabu, maana umeota tu aliyeenda ni mwingine, sio wewe, umekosea. Why those dreams? Because of the excitement to go, excitement to live. Ile excitement unayoipata ya mtu kuondoka inasababisha mpaka ndoto na maluelue ya ajabu ajabu. Leo hii nahitaji mtu kabisa mwenye ushawishi ajishawishi yeye mwenyewe kwamba naondoka kweli na nimeshawishika, naondoka, hakuna wa kunizuia. Anayekaa mbele yangu sitakubali asubuhi ya leo. Shababababa
Yara masaka yabo shanduru na makapa. Naondoka, naondoka. Laiti ungekuwa umenielewa kwamba kuondoka utumwani ni kuanza kujenga, kwamba kuondoka utumwani ni kuchukua tu makadi yote ya hospitali uliokuwa unayo, hospitali tofauti tofauti, unayachana chana, sumwi tena. Kuondoka utumwani ni kuamka kabisa, kuanzia leo machozi yatakuwa ya furaha. Ndio maana anayenielewa atafurahi sana, kwa sababu kuondoka ni kufanikiwa, kuondoka ni kupata, kuondoka ni kuinuka tena, kuondoka ni kujiriwa tena, kuondoka ni kupata hatua mpya, kuondoka ni kupiga hatua nyingine, kuondoka ni kuvaa pete, kuondoka ni kung'aa, kuondoka ni kumeremeta, kuondoka ni kuimba nyimbo zikasikika, kuondoka ni kuwa na fedha mfukoni, kuondoka ni kuwa na magari na mashamba na viwanja, kuondoka ni kubadilishwa jina. Baada ya kuwa mfungwa unaitwa mwenye nyumba, baada ya kuitwa mfungwa unaitwa mwenye kusafiri. Ninaagiza katika jina la Yesu asubuhi ya leo, anga lisikie, ardhi isikie, bahari isikie, viwanda visikie, mashamba yasikie, mwenye navyo anakuja, anakuja. Mama wa watoto anakuja, mama mwenye mashamba anakuja, mama wa ready to go, 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 ready to take off. Tunakabilia kunyanyuka, muda wa kunyanyuka umefika. Tumekaa chini muda wa kutosha. Sasa hivi tunachofanya ni kupasha. Tunakimbia kwenye run off, tunakimbia tu kwenye runway. Tukitoka pale, abiria, ndege inaondoka ni Air Ufufuo, ni Ufufuo International Airline. Inaruka kutoka Tegeta kwenda kwenye destiny ya maisha ya watu. Ndani nina abiria wa kutosha, wa kike na kiume. Nimejaza mafuta ya kutosha, maana Roho wa Bwana yu juu yangu. Nina cha kunifanya kupaa juu. Captain yupo na wenzake wapo. Nina air hostess wa kutosha na hosti wa kutosha. Abiria wanachangamka. Twenze. Let's take off. Twende kwenye hatima zetu. Hizo ni kelele za nini? Hizo ni kelele za ushindi. Moja kwa moja pameibiwa, pamechukuliwa. Maana yake ni kwamba ule ugumu wa mtu kupiga hatua ni maelezo pia kwamba huyu baadhi ya mambo kwenye maisha yake hayaendi kwa sababu yeye mwenyewe kafungwa sehemu, ametekwa, yuko sehemu. Ndio maana aliye karibu yako muulize swali hili kwamba, je, mambo yako yanaenda? Muulize tena na aliye mpande mwingine, je, ukipanga mambo naona yanakimbia vizuri? Biashara unapata kama inavyotakiwa? Ukitoa nazi ukauza pale, zikiisha unaiona hela? Muulize pia kwenye familia pale, mnaishije pale? Unapendwa au unarushiwaga vitu? Kwa sababu dalili ya mfungwa sio karibu chakula. Mfungwa huwa haambiwi karibu chakula. Mfungwa anaambiwa tu kabisa kwamba anasomewa ratiba asubuhi. Kuamka ni saa 11 na kulala ni saa 11 au saa 12. Kama ratiba haitabadilika imeisha. Haya mambo ya mchana hapa jiongeze. Na ukizubaa huli. Ukizubaa hauli. Je, mfungwa kweli yani akiamua tu kabisa kwamba nabadilisha nguo, nataka nivae nyeusi? Haiwezekani.
unavaa kilichopangwa na upangi mwenyewe. Nimechoka kwa nguo yenyewe ni kama nimevaa karoti. Mimi nimechoka bwana. Navaaje karoti? Ngoja niulize, si ndio? Eliud, simama. Gerezani watu ulala saa ngapi? Saa 9:30 au saa 10? Za usiku, za mchana? Za mchana, za jioni. Umemwelewa? Naomba maiki nyingine. Naomba maiki. Ngoja tutapata tu a full concept, si ndio? Mimi unaona kwa sababu ya nadharia nimesogeza muda mpaka saa 12. Nikamsikia hapa tu anasema hilo gereza la kisasa. Hilo gereza la kisasa. Sikiliza gereza original. Mpe mic. Inaongea. Kwanza hebu salimia tuone kama ina. Utukufu majeshi. Eliud aliwahi kukaa gerezani. Ulikaa miaka mingapi? Nimeingia gerezani tarehe 13 mwezi wa 9 2019. Nimetoka gerezani tarehe 2024 mwezi wa 11. Mwaka jana. Miaka mingapi hiyo? Miaka 5. Labda kwenye miaka 5 ulikuwa unakuja uraiani mara ngapi? Hapana, hauwezi kuja nani uraiani. Zaidi ni mahakamani, gerezani. Na yenyewe tarehe unapewa siku 14 unaenda mahakamani unarudi gerezani. Siku ukimisi pilau ukawaambia. Sio kweli. Kule hamna sema bwana anamwambia si labda askari labda nimemisi si pilau si mchele, hapana. Kinachopikwa ndo mnachokula. Kama ukitaki labda usikitaki. Kama utaki unalazimishwa kula kwa sababu hamna chakula kingine zaidi ya hicho. Ni kwa sababu gani? Ni gerezani, si ndio? Yes. Mnalala saa ngapi? Vinatokana na mwenye zamu kwa sababu kule wanakata zamu. Kuna mwingine unakuta labda anaonea huruma. Saa 10 kamili ndo mnaingia. Hiyo ni huruma. Hiyo ni huruma. Mkionewa huruma mnalala saa ngapi? Saa 10. Ila kuna mwingine saa 9:30 mnaingia ndani kulala. Hivi unaijua saa 9:30 wewe? Sisi tukikwambia baki kanisani angalau mpaka giza liingie, kwa sababu wale walio gerezani usiku wao unaanza saa 9. Saa 9 yani ushaingia ndani. Uone mtu mko ndani. Kuamka saa 11:30. Unaona muda mwingi wako ndani. Sina usingizi, kalale. Sijisikii, kalale. Na Eliud sasa ni figure au ni representation ya wale ambao sisi huwa tunawaita kutoka mashimoni. Wao pia wako hivyo. Muda wao wa kulala hawapangi wao. Wewe si unalala kwa sababu umeshiba wali wa saa 4. Na kuna mwingine analalaga jikoni sababu analia kwenye hotpot. Anaweka hotpot yake hapa, anakaa kwa pembeni. Kama namuona anakuwa anatoa hapa na akimaliza anaweka mkono kwa hapa, anaegama. Saa 8 hiyo. Okay, Eliud. Ukiwa gerezani alafu hii uniform umeichoka, unaweza kumpa wazo labda mshonewe nyingine? Kwanza ukishakuwa mfungwa. Ukishakuwa mfungwa, ukishavaa nguo ni moja tu ya karoti. Hiyo hauruhusiwi kubadilisha na wala hauruhusiwi hata kuvaa boxer ndani. Ni yenyewe tu. Yenyewe tu. Haya sasa nafikiri mmeelewa sasa, si ndio? Bahati nzuri amenyoosha maelezo. Mimi ningesita kumuuliza baadhi ya vitu ila kaishamaliza. Kwamba ile karoti aliyoivaa, maliza. Usipoipenda labda. Haiwezekani kuwa labda usipende. Haiwezekani usiipende, si ndio? Utaipenda tu. Kwa sababu nguo zako za kiraia, kwa sababu ukiwa mahabusu kuna nguo zako unavaa za kiraia kama hizi tunavaa. Lakini ukishafungwa unavaa hizo karoti. Hauruhusiwi kubadilisha mpaka utakaomaliza namba yako. Kama umefungwa miaka 30, miaka 80, miaka ngapi, mpaka umalize namba yako ndio utavaa nguo za kiraia. Labda umekata rufaa unaenda mahakamani au hospitali. Hata hospitali ukishakuwa mfungwa unavaa karoti.
kwa sababu huwezi kwenda hospitali umevaa nguo za kiraia, kwa sababu wewe sio mahabusu, wewe ni mfungwa. Kwa lazima uvae nguo za magereza ambazo ndio karoti, ili hata tunapoenda kule hospitali wanajua kabisa huyu ni mfungwa. Kwa kuna hospitali maalum ambazo wakutambue, yani wakutambue kila sehemu. Unaweza ukasema tu nimemwona mtu tumesoma naye, ngoja wewe jamaa mfungwa ile pale, mfungwa ile pale, una alama ya kufungwa. Swali la mwisho afuka. Mnakula saa ngapi, ratiba ya chakula? Mkiamka asubuhi ile saa 11, saa 12 wanawaletea uji mnakunywa. Kisha uji tu bila uji na maziwa labda kama wewe, kwa sababu kule kuna vitu wanauza, labda kama wewe una pesa yako umenunua maandazi labda chapati ndio unaweza kutumia, lakini wanachohudumia mle gerezani ni uji tu. Chakula cha mchana saa 2, saa 3 asubuhi. Umeelewa? Umekiita cha mchana? Ni cha mchana kwa sababu hamna chakula kingine. Mnakula saa 2. Saa 2 asubuhi. Labda imechelewa sana saa 3:30. Hapo imechelewa saa 3. Ndio imechelewa. Alafu ukishakula hicho chakula hamna chakula kingine tena mpaka kesho tena. Nani angependa kesho afungwe? Rudi hapo. Amina. Mateso ni mengi, lakini Bwana alimsaidia. Amemaliza kifungo chake cha kusingiziwa, leo yuko uraiani. Tumpigie Yesu makofi kwa ajili ya Eliudi. Sasa Eliudi anasema anakula mara moja saa 2, si ndio? Za asubuhi ndio imetoka. Na ni chakula cha nini? Cha mchana na ni cha usiku. Saa 2 asubuhi. Ndio maana ukimwambia mtu kwamba angalau tunafunga siku 2, unasikia jamani mimi Sasa sema kuna mtu ambaye yeye hayuko Keko wala Segerea, lakini hawezi kula milo miwili. Hata akitaka haiwezekani. Ni nini hilo? Gereza. Itikia ni gereza hilo. Kuna mtu hata ukitamani kuvaa nguo 2 haiwezekani, inabaki ile ile moja. Kwa sababu gani? Tayari kwenye ulimwengu wa roho kuna sifa za gereza, unapangiwa kitu. Ndio maana sasa mipango yako mingi inakwama, kwa sababu ulitakiwa jambo la kwanza la kufanya ni kuondoka kwenye nyumba ya utumwa, ili kusudi kiondoka kwenye. Ndio maana unamwona, hebu simama tena, anapendeza. Unaiona karoti yoyote hapa? Eliudi ameoa jamani. Una watoto wangapi? Bado sijaoa. Ulisikia jamaa alivyofanya? Unataka uoe lini? Kesho au? Tutaongea. Nahisi ili somo la leo kuna kitu nimefundisha, na pia kuna kitu ambacho nilikuwa nahitaji ibada ikisha niweze kuona nayo. Kwa hiyo tayari hiyo tayari. Ukiondoka kwenye utumwa unaoa. Umenisikia? Baadaye atakuwa mwalimu wa wanaokataa kuoa, ili awaambie hicho ni kifungo huko kwenye nyumba ya kufungwa hiyo. Ndio maana binti akichumbiwa unasikia tu, wewe sio type yangu. Type yake ni waliofungwa wenzake. Type yake au mabwana jera. Ndio maana akiukataa, cha kwanza mwambie, vipi? Hatuko gerezani hapa, tuko huru, na mwenye uhuru mwenzako ni mimi. Haleluya. Leo ufunguliwe kwa jina la Yesu. Leo ufunguliwe kwa jina la Yesu. Niulize swali, si ndio? Mtu kwa mfano akitaka kumchumbia mtu, ila huyo mtu yuko gerezani, inawezekana? Hata ukifanya hivi, si ndio?
hata ukienda ukaomba kusalimiana naye, utakapomwambia neno hilo, nikwambia atakacho kujibu, akamwambia muda bado. Uliwahi kusikia hilo jibu kwa mtu? Nataka nikuoe binti, muda. Kuanzia leo ukisikia muda bado, ujue ni muda wa kumaliza kifungo. Na maana sasa uende kukoma naye sehemu, katika jina la Yesu ninabomoa gereza. Ukirudi tu, nataka nikuoe, nafikiri inawezekana, tayari shatoa gereza. Hebu sema katika jina la Yesu. Rudia tena, kwa jina la Yesu. Ewe kifungo cha mikono, cha miguu, cha uso, cha moyo, kwa jina la Yesu, pasuka, katika, bomoka, sambaratika, niachie kwa jina la Yesu. Ewe nyumba ya utumwa uliyenifunga, ninakataa kwa jina la Yesu. Naondoka, naondoka, naondoka kwa jina la Yesu. Ninaondoka, ninaondoka. Nani anaondoka? Sema naondoka. Kuna baadhi ya mambo hata ufanyeje hayawezekani kwa sababu ya sehemu mtu alipo. Yanashindikana sio kwa sababu wewe huwezi kujitahidi, yanashindikana kwa sababu eneo aliruhusu. Ndio maana nitarudia tena, Misri ni nyumba ya utumwa, na bwana jela wao mkubwa anaitwa Farao. Israeli walipotaka kuabudu wakiwa kule ilishindikana, mpaka wakasema kabisa, wanamwambia turuhusu tuondoke kwenye eneo la Misri, angalau basi hata tusipoenda Kanaani, basi jangwani tukamwabudu Bwana, kwa sababu huko haiwezekani. Mambo yote ambayo yanashindikana kwenye maisha yako yataanza kuwezekana baada ya siku ya leo. Moyo wako uliokuwa mzito kufuatilia mambo, ulikuwa ni mzito kwa sababu baadhi ya vitu vina wasimamizi wake. Wasimamizi wakishakufa, milango ikafunguka, mageti yakaanguka, mtu akawa huru, anaanza kuwa na mipango fulani fulani ambayo mwanzoni hakuwa nayo. Ndio maana mjini hapo unasikia nje ya nini? Ya box. Unataka kusikia nje ya box? Ina maana kuna wakati mwingine akili iko ndani ya box, inawaza sawa sawa na size ya box. Leo unatoka kwenye size na kuta za nyumba. Leo unaondoka kwenye eneo hilo kwa jina la Yesu. Kuna kitu ambacho wafungwa ufanyiwa baadhi, kiko kwenye Biblia. Wafungwa kama ni mkorofi sana, utobolewa macho kabla ya kupelekwa gerezani. Nikwambie jambo hujaniitikia. Mfungwa ukimtoboa macho, uhitaji kumfunga pingu. Ni kwa sababu anapowaza ametoroka, amekimbia, alafu anasema hii nyumba itakuwa labda ndio kwetu, kumbe yuko kwenye ofisi ya bwana jela. Anajua labda akakimbia sana, kumbe amekimbia hivi. Afu ndio pale alipoanzia. Na ndio maana Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, nafikiri sura ya 1, anasema hivi, mlivyokaa katika mlima ule vyatosha. Alipomaliza kuambia yale, ni kwa sababu walikuwa wamekaa eneo moja. Biblia inasema hivi, tukaanza kuondoka ili kwenda Kadesh Barnea, nchi ambayo Mungu alikuwa amewaahidi kwamba atawafanikisha katika nchi ile. Ila badala ya kwenda, kumbe ule mlima aliowaambia kwamba mmekaa vya kutosha, wakaanza kwenda nikana kwamba wanaenda nchi ya ahadi, kumbe wanazunguka mlima. Mpaka karudi tena kuambia, mnavyozunguka mlima huu vyatosha, ondokeni. Kwa hiyo kuna wakati mwingine niwahi kusema kwamba mtu anaonekana ana mishemishe hapa mjini, si ndio? Kwa sababu kila asubuhi akitoka anafungua genge, anaenda kazini, ila anachokipata akionekani. Sio kwamba ana progress, hapana. Huyu anazunguka mlima. Mwangalie mwenzako kumuulize, milima una mingapi unaoizunguka? Na ndio maana kule ulikotoka kijijini hawakuelewi unaposema una hela. Kwa sababu gani? Wanajua unaenda kazini. Wanafahamu una duka hapa mjini. Wanafahamu una kiwanja sehemu. Inawezekana unapangisha, unazo nyumba za kupangisha, vinyumba kama 2-3 hivi, unapewa kodi, lakini hakionekani kitu.
kwa sababu baadhi ya vitu kivipata, kwa mfano hivi ikigundulika una milioni 100 alafu gerezani pale una milioni 100, mpaka bwana jela mwenyewe tu atakufanyia figisu mpaka azichukue, watakunyang'anya au unakuwa rafiki yake kwa sababu unajua hapo ndo mipango. Unaona, anasema anakuwa rafiki yako kwa sababu hapo ndo mipango ilipo. Ina maana wewe sasa unaweza kuona penyezewa tu pilau kwa sababu yani una 100 zile. Hebu sema katika jina la Yesu, leo naondoka kwenye nyumba ya utumwa. Rudia mara ya pili. Mara ya tatu. Nataka uongee kwa sauti. Leo naondoka kwenye nyumba ya utumwa. Jitahidi zaidi. Leo naondoka kwenye nyumba ya utumwa. Jitahidi tena. Leo naondoka kwenye nyumba ya utumwa. Zaidi. Leo naondoka kwenye nyumba. Nani anaondoka kwenye nyumba ya utumwa asubuhi ya leo? Yote yaliyo magumu yana sababu ya kuwa magumu. Na hata kila ambacho unakijaribu kinashindikana, ni kwa sababu kuna msimamizi wake ambaye hawezi kuruhusu wewe ufurahie jambo ambalo linakuja kwenye maisha yako. Kitabu cha Marko sura ya 7 nikusomee hapo alafu tutamwomba Mungu. Marko sura ya ngapi? Ukifika useme amen, nimefika. Worship. Mstari wa 31. Biblia inasema hivi. Akatoka tena. Ukafika? Mark chapter 7 31st. Akatoka tena katika mipaka ya Tiro. Endelea nikusikie. Tuanze kwa pamoja. Mpaka wapi? Endelea. Ningekuwa naweza kukusikia. Hamna msomaji huko? Mstari wa 32 soma. Wakamletea viziwi, naye ni mwenye utasi. Kiziwi mwenye nini? Mwenye utasi. Wakamsihi amwekee mikono. Wakamwomba afanyeje? Aweke mikono juu ya kiziwi. Akamtenga na mkutano faragani. Akamondoa katikati ya mkutano, akamweka pembeni. Akatia vidole vyake masikioni mwake. Akaweka vidole viwili kwenye masikio yake. Akatema mate. Akatema mate. Akamgusa ulimi. Afu akamgusa nini? Ulimi. Haya yote ambayo unayaona anayafanya Yesu ni saizi ya Yesu. Yaani saizi ya Kristo Yesu amefanya yote haya. Cha kwanza kamtenga kwanza. Alafu cha pili kaweka mikono kaweka vidole kwenye masikio. Alafu kamtemea mpaka mate. Endelea. Akatazama juu mbinguni. Akatazama juu mbinguni. Akaugua, akamwambia. Yaani akasikitika, alafu akasema Efata. Efata. Maana yake funguka. Funguka. Mara masikio yake yakafunguka. Masikio yaliyokuwa yamefungwa yakafunguka. Na ulimi wake, na ulimi, na kifungo cha ulimi wake kikalegea. Ndio nilichokuwa natafuta hicho. Na kifungo cha nini? Cha ulimi wake kikalegea, akasema vizuri. Kwani ulimi huu unawezaje kuufunga? Kamba, pingu au nini? Hivi ulimi wako unafungika kweli? Unapouangalia, wewe ulimi unafungika. Maana yake ni kwamba mtu alivyo, hiki ambacho unakiona ni taswira ya kitu kingine kilicho ndani. Na ndio maana sema mtu si mwili.
Mtu ni roho, lakini unapolala usingizi ukaota ndoto, huwa unaota mtu mwingine ambaye anafanana na wewe, si ndio? Na unaona kabisa kwamba ndio maana huwa unasema nimeota. Sasa umeota na umeona mtu, na akiwa na hadithi anasema nimeota nikaona niko na mtu, nimeota nikaona. Yule ambaye huwa unamuona ndotoni, huyo ni wewe. Nirudie tena. Na ndio maana uliwahi kuota kwenye ndoto labda miguu haipo, na ukikimbizwa ndotoni unakimbia, unakimbia. Ajabu sana, kuna baadhi ya watu wanaota ndoto anakimbia mpaka anaamka, na akiamka anaamka na hema. Ulitakiwa ujue ndio umerudi muda huo. Je, umerudi? Mwili ulikwepa ukwepo? Mwili ulikwepo. Je, mtu ni nini? Mtu ni roho, inayokaa ndani ya nyumba. Hiyo nyumba inaitwa mwili. Hiki ambacho tunakiona ni mwili. Aliye ndani hajawahi kuonekana. Na ndio maana mimi haunifahamu. Mimi pia simfahamu Njau, ila nafahamu mwili wa Njau na sauti yake. Simfahamu Martha wala Matrona, hapana, ila nafahamu mwili wake. Ndio maana Biblia inasema hivi, Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, na sura yake. Mbona hapa sasa hatufanani? Sasa Mungu anafanana na nani? Kila mmoja atawai anafanana na mimi. Kama anafanana na wewe, mimi je? Kwa sababu hata mimi nafanana na Mungu. Anayesema alimuumba wa ndani. Kila aliye ndani anafanana na Mungu. Umenisikia? Ndio maana Mungu naye kwenye ukiro wake ana viungo vyote. Mungu ana macho yanapiga mbio duniani kote kuangalia wema na shingo ya Mungu. Mungu akageuka atazame. Mungu ana mikono, mkono wake si mfupi ashindwe kuokoa. Mungu mpaka ana miguu, anasema duniani ni sehemu mbinguni pa kuketi, duniani anaweka miguu yake. Musa aliona mgongo wa Mungu. Mungu mpaka ana moyo, anasema moyo wake hapendi kuwatesa wanadamu. Mungu pia anakasirika, hasira ya Bwana iko juu ya watenda mabaya. Mungu pia anafurahi, furaha ya Bwana ndio nguvu zake. Kile ndio maana mnakuja kufanana sasa, kwa sababu hata wewe huwa unakasirika, Mungu pia anakasirika. Wewe pia unafurahi, Mungu pia anafurahi. Mungu akatembea. Kwa sababu gani? Adamu alisikia sauti ya Bwana akitembea katika bustani. Ina maana Mungu pia anatembea. Haleluya! Mungu anapua. Ndio maana anasema kabisa uovu ule unakuwa ni kama pua unakuwa moshi kwenye pua za Bwana. Mungu anapua. Ndio maana aliweza kusikia harufu ya sadaka aliyoitoa Nuhu. Ukinusa ananusa pia. Ndio maana sisi usema nikifyeka mtu Bwana amemfyeka, nikiponda ameponda Bwana. Kwa sababu gani? Mikono yangu hii ni mikono ya Bwana, macho yangu haya ni macho ya Bwana, masikio yangu haya ni masikio ya Bwana, miguu yangu ni miguu ya Bwana, moyo wangu ni moyo wa Bwana. Tumesukwa pamoja. Kimsingi mambo mengine hahitaji kutenda yeye, nikitenda mimi ametenda Bwana. Hebu sema nafyeka. Mbingu pia imefyeka. Naponda. Ndio maana Biblia inasema hivi hamjui kwamba ninyi ni watenda kazi pamoja na Bwana? We are co-workers with God. Akisema co-worker, maana yake ni kwamba kuna wakati mwingine baadhi ya shughuli unafanya wewe, zingine anafanya yeye, zingine mnafanya pamoja. Haleluya! Ndio maana sisi watu mwachii Bwana shughuli yoyote. Shughuli yoyote tunajiachia wenyewe kwa kuifanya sisi wenyewe. Ukimwona anayekutesa usiseme namkabidhi kwenye mikono ya Bwana. Bwana alishakupa mamlaka ya wewe ya kufanya unachofanya. Sema na kujia kwa jina la Bwana, na ponda, na vunja, na haribu, na teketeza. Biblia inasema kama yeye alivyo mbinguni ndivyo sisi tulivyo hapa duniani. Haleluya! Ina maana Bwana kula akianza kuhukumu, tuna hukumu. Tazama, nimekupa funguo yenye mamlaka.
lolote utakaolifunga hapa duniani, mbinguni sisi tushamaliza. Na lolote utakaofungua hapa duniani, mbingu pia swadakta. Ulichofanya tumefanya pia huku. Hauhitaji kusema mbingu na wakumbusha nshamnyonga mtu. Wakati unanyonga tulikuwa wote. Kimsingi ulipofyeka tulifyeka, ulipobomoa tulibomoa, na ukiita njoo na wenyewe anaita njoo. Ndio maana akija amebebwa na malaika moja kwa moja mpaka hapa. Hebu sema njoo. Ndugu yangu naye nisikia, una nguvu zisizo za kawaida. Acha kwanza leo usitishwe na anayegonga dirishani usiku. Na kwanza leo usipigwe mkwala na yeyote. Sui paka kapita dirishani, sijui mbuni sui kapita wapi. Usiaogope yote hayo. Ni kwa sababu gani? Mungu hutumia kinywa chako. Anawasii Bwana kupitia vinywa vyetu. Anafyeka kupitia vinywa vyetu. Anabomoa kupitia. Biblia inasema mimi ni silaha za Bwana za vita. Mungu akitaka kuponda wachawi ananitumia mimi. Biblia inasema kwa mimi Bwana anavunja farasi naye ampandaye. Anamtumia nani? Kaya nikuelekeze kitu afu tuombe sasa. Kuna baadhi ya mambo, kuna baadhi ya maombi hayatendi kazi. Ukianza tu, Mungu unawaona, unaonitesa, unawaona, mpaka hapa nakwambia, mimi si Mungu nawaona. Mungu watazama. Nishakwambia nawaona. Sasa ni watazame tena nini? Mungu mimi mwaego. Wewe mwaego. Mimi sina ugomvi nao. Mungu anakwambia huwa una uwezo wa kuchagua rafiki, ila adui anajiteua. Nani hapa? Kwa sababu hata mimi ungeniambia nichague adui, ningetafuta kamoja kadhaifu ambako nikatia ngumi moja tu kanakufa pale pale. Ila yule anayejitia nguvu kuja kwako, lazima mvurugane. Unamkuta na yeye yuko vizuri. Adui utachagua. Adui anajiteua mwenyewe. Na shetani huwa haitwi. Mungu tu ndiye anasema nabisha mlangoni. Mtu akifungua mimi naingia. Shetani anaangalia mlango ambao umebaki ka upenyo kidogo hivi. Yuko ndani. Hebu sema katika jina la Yesu. Ila ukisema sasa, ujue kabisa kwamba mbingu inategemea useme ili na yenyewe iweke muhuri. Hebu sema katika jina la Yesu. Rudia tena ukiwa unamaanisha katika jina la Yesu. Tena katika jina la Yesu. Mashetani wote, majini wote, mizimu yote, mapepo yote ya Yesu niachie, niachie. Ninayeyusha minyororo yote iliyo kwenye mikono, iliyo kwenye miguu, iliyo kwenye uso kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa niachie. Ninatoka, ninaondoka, ninaondoka. Hebu anza kuondoka ukiwa umekaa hapo. Ninaondoka, naondoka. Omba namna hiyo. Nikuona naomba kwa bidii. Ninaondoka, ninaondoka, naondoka, 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 naondoka. Omba kwa bidii. Naondoka, 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 naondoka utumwani. Naondoka kwenye nyumba ya utumwa. Naondoka kwenye nyumba ya utumwa. Naondoka kwenye nyumba ya utumwa. Aliyenizuia siwezi kuolewa, siwezi kuzaa, siwezi kuwa na kazi. Rabashapa lindo na makapa. Mwangalie jirani yako kama naomba, aombe ili aondoke. Likapashapa. Naondoka, 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 naondoka. Kazania hapo hapo. Naondoka, naondoka, naondoka leo. Kwenye nyumba ya bibi ninaondoka. Kwenye nyumba ya babu ninaondoka. Kwenye nyumba ya msonge ninaondoka. Kwenye pango naondoka. Kwenye gereza naondoka. Shambani natupa jembe. Wanaonilimisha na warushia jembe lenu. Naondoka, 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 naondoka. Erabashapa lindu na makapa. Erabashapa edia makapa. Naondoka, 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 naondoka. Naagiza kwa jina la Yesu, anza kuondoka, anza kuondoka, anza kuondoka, anza kuondoka.
anza kuondoka, anza kuondoka, anza kuondoka. Linda rababa, anza kuondoka, anza kuondoka, anza kuondoka. Na yaagiza mashetani yaliyo ndani yako yaanze kuteketea. Mashetani yaliyo ndani yako yaanze kuwaka moto kwa damu ya mwana kondoo. Moto 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 moto. Achia moto, achia moto, achia moto, achia moto. Omba 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 omba. Mandara baraba shabalabandama erakapa erabashapa iramakapa. Ondoka rindu na makapa kwenye nyumba ya utumwa. Ondoka kwenye nyumba ya utumwa. Ondoka kwenye nyumba ya utumwa. Shandu na makapa aliyekushikilia kwenye nyumba ya utumwa. Rindu na makapa. Ondoka 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 ondoka. Simama hapo ulipo. Rindu na makapa shata kapa. Rindu na manama hapo ulipo. Anza kulazimisha hapo ulipo. Anza kulazimisha. Naondoka naondoka. Chachama chachama. Naondoka 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 naondoka. Rinda rabalaba eria bashapa eria makapa era bashapa eria makapa era mashapa eria makalama era bashapa rindu na makapa rindu na malama. Omba namna hiyo. Ninaondoka 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 rindu na makapa ninaondoka era bashapa ninaondoka eria mandonama ninaondoka rikapashapa ninaondoka ninaondoka naondoka 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 kwenye nyumba ya utumwa. Naondoka na kufata popote ulipo kwenye nyumba ya utumwa. Na kufata popote ulipo kwenye nyumba ya utumwa, nyumba ya uganga, nyumba ya ushirikina, nyumba ya mizimu, nyumba ya mapepo. Rikapashapa yarakapa imoshapa rindu na makapa yerabashapa eratakapa imoshapa yandurama eratakapa. Ondoka 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 ondoka. Omba namna hiyo. Naondoka 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 naondoka. Agiza kwa jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ondoka 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 ondoka. Namfuata mama huyu kutoka kwenye nyumba ya utumwa. Namfuata namfuata